Yesu alikuwa There are some hapa. things that he gave us. Kuna mambo ambayo alitupa. There are some assurance that he gave us. Kuna hakikisho ambazo alitupa. And we said, Na tukasema for us to know those assurance, ili sisi tujue hiyo hakikisho, we ought to be people who studies the word of God. tunafaa kuwa watu ambao wanasoma neno la People Mungu. who studies the word of Watu God. ambao wanasoma neno la Mungu. Because by studying the word of Kwa God, sababu kwa kusoma neno la Mungu, it is the only time hiyo tu ndio wakati that we are going to understand ambapo tutaelewa the nature of our God. hali ya Mungu wetu. The only time Hiyo tu ndio that we are going wakati to understand ambayo tutaelewa the nature of our God. hali ya Mungu wetu. Asili ya Mungu wetu. Asili ya Mungu wetu. Hallelujah. Hallelujah. It is the only time Hiyo tu ndio wakati we are going to understand the nature of our God. tutaelewa asili ya Mungu The wetu. nature of our God. Asili ya Mungu wetu. And today I'm very happy Na leo nina furaha sana because we have been kwa told sababu tumeambiwa that one of the things that we are supposed to know ya kwamba jambo moja tunapaswa is that we are supposed to be a prayerful people. kwamba tunafaa kuwa That is waombaji. what the word of God came from Mr. Kariuki. Hivyo ndivyo neno la Bwana That there limesema are people ya kwamba kuna who watu pray to their God, ambao waliomba kwa Mungu even wao though they were discouraged according to the normal life. hata kama walikuwa wameshushika They still to be disadvantaged. walikuwa wameshushika, But because they understood the secret in prayer, lakini kwa sababu walielewa they did so great things. walifanya mambo makubwa, They did exploits. walifanya mambo And makubwa, lives were na transformed maisha yalibadilika through their prayer life. kupitia maombi And I've yao. been saying here Na nimekuwa nikisema that hapa there is a need ya kwamba kuna for us haja to be a prayerful church. ya sisi kuwa kanisa A church that mingles here kanisa ambalo with one purpose, kwa lengo moja, to know their God. kujua Mungu wao. And one way of knowing our God Njia moja ya is studying the word of God kusoma neno la and Mungu again praying. na pia One of the points today, jambo moja siku we were told tuliambiwa we ought to know our God. tunapaswa kujua And one way of knowing our God njia moja is studying His word. kusoma neno By reading the word of God, kusoma neno la Mungu, we get to understand the nature of our God. elewa asili ya Mungu. And therefore this afternoon, Hivyo basi I still urge each one of us, ningependa let us be a people, wacha tuwe watu a people of the word of God, wa neno la Mungu and a praying church. na kanisa la When I Mungu. study the ministry of Jesus, Ukisoma mambo ya Yesu I understand unaelewa that He started by prayers kwamba alianza and the same man finished by praying. na huyo mtu alimaliza And kwa because He was na God, kwa sababu alikuwa and He came as our role model, kuja kama mfano, we ought to emulate Him. nafaa tuwe kama We ought to be like Him. nafaa tuwe kama We ought to do this as He did. wale mambo We alivyofanya, ought to see this as He saw. wale mambo alivyoyaona, And even our speech na hata kuongea should be the speech of Jesus Christ. kuongea kama kwa Yesu. Hallelujah. Hallelujah. We said He promised us. Alisema ametuahidi And He said na akasema that He will never leave ya us. kwamba hata He will tuacha never leave us. hata tuacha. That was His promise. Hiyo ilikuwa ni He ahadi again yake. said, Na tena He shall be the I am in our life. atafanyika yule aliye ndani He ya shall maisha yetu. become what we need. Atakuwa kile ambacho He will be tunahitaji. our solution giver. Atakuwa kwa kutupea, He shall give us solutions. atatupa majibu, He shall give us solutions in our life. atatupa majibu ndani ya Because maisha He yetu. chose Kwa sababu to alichukua become our I am. kufanyika yule The other thing we say, jambo lingine He said that He shall be our God. tunasema ya kwamba atakuwa And I said, na we nikasema are so advantageous tuko na manufaa because we do not trust a kwa God sababu who is hatumtumaini likened to other ambaye gods. anafanana na The Bible says Biblia that inasema they trusted ya God kwamba walitumainia miungu which had eyes ambayo yalikuwa na that they macho could not see, lakini hayaoni, which had ears walikuwa na but masikio they could not hear. lakini They had a mouth walikuwa na but they midomo could not talk. lakini But blessed be the name of our Lord, because the Bible says when He sent Moses to Egypt, wakati alimtuma Musa He told him, alimwambia go and tell my people, waambie watu I have heard their cry. wamesikia kilio That chao. means He's a God who hears the cry of His people. Mungu anayesikia kilio And I have seen their afflictions. anaona kuumia kwao. And when He promises us to be our God, Akiahidi kufanyika Mungu it means He inamaanisha will see our afflictions, anaona kuumia He will hear our cry, atasikia kilio and He will come as a God atakuja kama and also as a Father kama to baba give us solution in our life. kutupa majibu ndani ya Because He maisha yetu, promised kwa sababu that aliahidi He shall be our ya God. kwamba atafanyika Mungu wetu. Hallelujah. Hallelujah. That it was the word that He spoke 2 weeks
weeks ago. Hiyo ndio neno ambalo tulijifunza wiki mbili zilizopita. Hallelujah. Hallelujah. And today, Na leo I remember I asked you to come through the week nakumbuka niliwaambia tuwe tunakuja so that we may proceed with the same topic. ili tuendelee na huo ujumbe. And I beseech you in the name of God. Na ninawaomba kwa jina la Yesu In all humility. kwa kunyenyekea. I know most of you are senior than me. Najua wengi wenyu ni wakubwa. And that's why I'm saying in all humility. Ndio maana ninasema kwa I request you in the name of God. ninawaomba kwa jina la Let Yesu. us be coming. Wacha tuwe tukija. Because that is one of the topics. Kwa sababu hiyo ni ujumbe. There's another topic that I stopped at the middle. Kuna ujumbe mwingine And today I have another one. Na leo niko na Kindly I urge you in the name of God. ninawaomba kwa jina Let la us avail ourselves Wacha tuwe tunapatikana. so that we may learn the word of Ili God. tusome neno la I said we are so powerful Nilisema tuko na nguvu. when we understand our personality. Tukielewa sisi ni nani. When we understand the nature of our God. Tukielewa asili ya Mungu We wetu. shall become the strongest weapon Tutakuwa ile kitu ambacho kiko na nguvu on the face of the earth. hapa duniani. Now today, Sasa siku ya I leo want us to learn something different. ningependa tusome jambo tofauti. We are going to learn Tunaenda kusoma on how to live a victorious life. jinsi ya kuishi maisha ya ushindi. How to live a victorious life. Jinsi ya kuishi maisha ya ushindi. Hallelujah. Haleluya. How are we to live a victorious life? Tutaishi aje maisha ya kushinda? How are we to live a victorious life? Tutaishi aje maisha ya ushindi? The Bible says Biblia inasema that Jesus ya kwamba Yesu won. alishinda. Jesus won. Yesu alishinda. And because he Kwa won, sababu alishinda. we are also winners in Hata you. sisi ni washindi ndani It yake. says Inasema we are more than ya kwamba conquerors sisi ni zaidi ya washindi in Christ ndani ya Jesus. Kristo And Yesu. that's why I've been emphasizing on us knowing Jesus. Nimekuwa nikitilia mkazo sisi kumjua Because Yesu. if our victory is measured in Kwa Him, sababu kama kushinda kwetu kuko ndani yake, we have to understand Him tunafaa tumuelewe. so that we may know what He did for us. Ili tujue kile ambacho And alitufanyia. as heirs in Him, Na kama warithi ndani yake, we may claim it. tuweze kuipata. Hallelujah. Hallelujah. That is the only way. Hiyo tu ndio If you can't know Him, kama hauwezi you kumjua, can't exercise the full capacity in you. hauwezi fanyisha uwezo wako kazi. Hallelujah. Hallelujah. And that's why when we started learning here, Na ndio maana tulipoanza I started by kusoma teaching you 3 things we need in life we cannot do without, and so many other things. na mambo mengine mengi. And today now we are learning on how to live a victorious Na life. leo tunasoma kuhusu jinsi ya kuishi na ushindi. Hallelujah. Hallelujah. I want us to go to our Bible Ningependa tuende katika Biblia in zetu. the book of Romans 6:11. Katika kitabu cha Warumi 6:11. Romans 6:11. Warumi Let us hear 6:11. what the Bible has to say to us. Sikia vile ambavyo Biblia inasema. Romans 6:11. Warumi 6:11. This is what the word of God is saying. Hivi ndivyo neno la Mungu linasema. In the same way, Katika njia hiyo you are to think of yourselves as dead, unafaa kujiona kama so waliokufa. far as sin is concerned, but living in fellowship with God through Jesus. Sin must be no longer rule your mortal bodies, so that you obey the desires of your natural self. For must you surrender any part of yourself to sin to be used for wicked purposes. Instead, give yourself to God as those who have been brought from death to life, and surrender your whole being in Him to be used for righteous purposes. Sin must not be your master, for you do not live under the law, but are under God's grace. Hallelujah. Hallelujah. That is Romans 6:11 to 14. Warumi 6:11. Number 1, Jambo la if kwanza, we ought to live a victorious life, kama tunaishi maisha ya ushindi, if we ought to live a victorious life, tunataka kuishi maisha ya ushindi, we must change our thinking. tunafaa tubadilishe mawazo yetu. We must change our thinking. Tubadilishe mawazo yetu. And that's why Paul said Ndio maana Paulo that anasema be transformed kwamba mbadilishwe, by the renewing of your mind. kubadilishwa mawazo yetu. Because naturally, Kwa sababu kwa kawaida when we used to live in slavery, wakati tuliishi kwa utumwa, when we were never converted to Christhood, wakati hatukubadilishwa kwa we had utumwa, a mindset. tulikuwa na mawazo. The society Jamii zetu had given us a certain picture of life. ilikuwa imetupea picha fulani ya It maisha. has fed us Ilikuwa imetupea according to the system of this world. kulingana na vile mambo ya dunia One of the things that the word told us, jambo moja ambalo dunia it told us that ilituambia there is no life after na death. kwamba hakuna maisha baada ya Another thing kifo. it told us, Jambo lingine it walituambia told us that we must let
labor Nilisomea kwamba lazima tung'ang'ane. very hard Tung'ang'ane according to our capacity kulingana na uwezo for wetu us to make the ends meet. ili tuweze kufanikiwa. And now Paul is telling Na us hakuna mtu ambaye alituambia. that now Paul is telling us Paulo sasa anatuambia because you are converted kwa sababu mmebadilishwa from the system of this world, kwa mambo ya ulimwengu. therefore you ought not to live according to this world. Basi hamfai kuishi kama Because ulimwengu. now Kwa sababu you are sasa not living according to outer being, hamuishi kulingana na mtu wa but you nje. are living according to the inner being. Naishi kulingana na mtu wa And your ndani. inner being Na mtu wa ndani is the one who God has called. yule ambaye Mungu ameita. And that's what we have read in the book of Ndio Romans. maana tumesoma Warumi. We have said Tumesema we have to change our thinking. tunafaa tubadilishe We have mawazo to yetu. change our perspective. Tubadilishe tunavyoona We have to mambo. see things differently. Tuone mambo kwa utofauti. And that's why Paul said Ndio again maana Paulo akasema that one way of us changing njia moja ya sisi is by kubadilishwa understanding niko kuelewa our personality. sisi ni kina nani. Change your thinking. Badilisha unavyofikiria. Consider yourself as dead. Jua ya kwamba wewe ni What does that mean? hiyo inamaanisha Jesus said Yesu that alisema in order for us to follow him, ili sisi tumfuate, in order for us to follow him, ili sisi tumfuate we must deny ourselves tunafaa tujikane and accept him na tumkubali to yeye live in us, aishi ndani yetu, execute his duties through us. afanye kazi yake ndani And yetu. that means Na hiyo there inamaanisha are some things which are good to you, kuna mambo mengine ambayo ni nzuri kwako, but because of Jesus, lakini kwa sababu ya we let them go. unaziwacha. Why? Kwa You nini? are no longer Kwa living sababu sio wewe your own life. maisha You are yako, living a life for Jesus. ishi maisha ya Yesu. And for you to execute that perfectly, Ili ufanye hivyo kwa ukamilifu, your thinking must change. kuwaza kwako lazima Your body must die to self. mwili wako lazima You must ufe. die to self. Lazima mwili wako You ufe. must die to self Mwili wako ufe. if you have to live a victorious life. Unataka kuishi maisha ya Your ushindi. minds must die. Mawazo yako Your senses must die. akili zako You must be zife. foolish for him Uwe mpumbavu kwa sababu in order yake, for him ili yeye to have his full capacity in you. adhihirishwe ndani yako. Hallelujah. Hallelujah. Consider yourself dead to sin. Jua ufanye kama mtu Don't let sin reign over you. Usiache dhambi kutawale. Don't let sin overrule you. Usiwache dhambi We kutawale. once said Kuna wakati tulisema that sin, ya kwamba dhambi, whoever lives in yule sin, anayeishi ndani ya sin dhambi, becomes a master to that person. dhambi inafanyika bwana wake. And we learned about Adam and Eve. Tukasoma kuhusu Adamu And na because Hawa. this is a Bible-based Na church, kwa sababu hili kanisa we remember what we said. tunakumbuka kile We tulisema. said sin Tulisema dhambi was demanding for something ilikuwa inaitisha jambo that could not be given by man. ambayo haingepeanwa na It was mwanadamu. asking Ilikuwa for inaitisha a person without sin mtu ambaye hana so dhambi that he can deliver the people ili awaokoe watu from their sinful nature. kutoka hali yao ya And on dhambi. planet Earth, Na katika no ulimwengu one was without sin. kulikuwa na mtu ambaye Therefore, sin was boosting. basi dhambi ilikuwa It inajivunia. was so proud Ilikuwa because inajivunia because it knew kwa sababu these ilijua people are doomed forever. hao watu But wamekwisha. our God, who is so compassionate, Mungu wetu aliye na He upendo sent His own Son, akamtuma mwana wake Jesus Christ, Yesu Kristo who had no sin, ambaye hakuwa na and dhambi He purchased na us akatununua from the law of sin and death. kutoka hali ya He gave us victory, akatupa and ushindi. that is where Ndio maana we have to change our thinking. hapo ndipo tunafaa We have to understand that we are new in Him. tuelewe ya kwamba sisi ni wapya. We are new in Christ Jesus. Ni wapya ndani Our ya old Kristo. being Mambo yetu ya doesn't live anymore. haishi tena. But the newness of the Lord Lakini upya wa is in us. unaishi ndani yetu. Change your thinking. Badilisha mambo Change yako. your thinking. Badilisha Change your mambo yako. perspective. Badilisha How mambo you yako. see things must change. Unavyoona mambo Don't yako. look yourself as a victim. Usijione kama mwadhiriwa. Look yourself as a victor. Jione kama mshindi. See the impossibilities of life. Ona yale ambayo hayawezi. Be positive. Kuwa Be positive. Ona mambo kwa positive side. Honor the possibilities of things. ona uwezo wa mambo. Honor the possibilities of things. Ona uwezekano. See the power of God in you. Ona nguvu za Mungu. Changing situations. Kubadilisha And that is what was helping na Paul. hiyo ndio ilikuwa inamsaidia He Paulo. was going through challenges. Alikuwa anapitia He was mambo. going through problems. Alikuwa anapitia And to shida. a point he said, Kwa wakati akasema though our outer
being is fading. Wakati huu mwili wetu wa nje One thing that I know, jambo moja ni the inner being is made new. mtu wetu wa ndani This anafanya man was not looking things in a natural perspective. hapo anaangalia mambo kwa macho ya Ona uwezo wa Mungu kwa kila jambo. ona uwezo wa Mungu kwa Ona nguvu za Mungu katika kila jambo. When you are walking, see the goodness of the Lord. Tembea ona uzuri wa Mungu. Honor God who changes things instantly. Ona Mungu anayebadilisha mambo. Don't allow this simple nature Usikubali hii hali ya to rule over you. ikutawale Because wewe. if it will rule over Kwa you, sababu ikikutawala the godliness of the Lord shall not have any effect. Mungu wa Mungu hautakuwa na madhara yoyote. Hallelujah. Hallelujah. Let us have the fellowship of God in us. Sasa tuwe na ushirika wa Mungu na Have fellowship with God. tuwe na ushirika na Mungu. Deny sinful nature over your body. Tukatae hali ya dhambi kwa Mungu. And that's what Paul is saying. Ndio maana Paulo That anasema therefore, brethren, ya kwamba hivyo basi ndugu zangu offer your bodies as a living sacrifice toeni miili yenu kama dhabihu unto the Lord. kwa Mungu. For that is a complete and pure Kwa sacrifice. sababu hiyo ndio ibada ambayo ni kamilifu. Hallelujah. Hallelujah. Ninaomba asubuhi ya leo, mchana wa leo, ya kwamba tubadilishe mawazo yetu. Iwapo tulimpokea Yesu Kristo, lazima mawazo yetu yabadilishwe. Wakati ambapo wana wa Israeli walikombolewa kutoka Misri, the Bible tells us that their accent never changed. Ya kwamba kuongea kwao hakukubadilisha. Their accent never changed. Kuongea kwao They hakukubadilisha. carried some of the substitutes in their journey. Walibeba mambo mengine katika They safari carried yao. the gods of their forefathers in their journey. Walibeba miungu ya baba yao kwa Na hiyo ilizuia uwezo wa Mungu kuonekana. Na ndiposa those millions of them died. And that's why we have been called, ndio maana tumeitwa from the world. kutoka kwa And ulimwengu. for us to be effective in this kingdom, Ili sisi tuwe watu wa our ufalme. thinking must change. Tuwaza kwetu Our speech must change. kuongea kwetu The kubadilika. word has been spoken here severally. Neno limenenwa hapa. Is it having effect in us? Iko na madhara ndani Is yetu. it bringing positive change in us? Inaleta manufaa Are we ndani yetu. changing the way we do things? Tunabadilisha tunavyo. Are we changing the way we speak to our people? Tunabadilisha tunavyo. Are we changing the way we work? Tunabadilisha Are we changing our company? Tunabadilisha tunavyo. This has to happen Hii inafaa if only kama tu we shall change our thinking. tutabadilisha If tunavyo. we shall change our thinking, Badilisha let us tunavyo. not speak as the worldly people. Usifikirie kama watu. Let us not see things as the worldly people. Tuone watu. When we are weak, let us be strong in the Lord. Tuna nguvu tuwekwe. When we are discouraged according to this word, Wakati tumeshushika kulingana let us encourage ourselves in the Lord. tutie nguvu ndani That is yetu. what David said. Ndio maana Daudi When akasema, people have left me, wakati watu wameniacha. I remember David one day, Nakumbuka Daudi siku the moja. Bible says Biblia inasema that he had gathered his army ya kwamba alikuwa amekusanya and they had gone against a certain kabila na plan. walikuwa wamepigana na kabila But when fulani. they had gone, Lakini walipokwenda another tribe came and captured their wives kabila lingine likaja and their children na watoto and wao everything that they had. na kila kitu ambacho walikuwa On nacho. coming, Waliporudi David was so angry Daudi alikasirika and the sana. people are wrathful Na watu walikuwa wamekasirika and they were angry with him na walikuwa and they wanted to wamekasirika persecute na him. walitaka kumchapa. But the Bible says Lakini Biblia that David encouraged himself in the Lord. Daudi akajitia nguvu. He went to the Lord Akaenda kwa and Mungu. inquired of him. Akamuuliza And when God told him, na Mungu pursue them akamwambia because you shall overtake them. wacha kwa sababu Let us find our refuge in God. tupate ngao Let yetu. us not murmur when things are not working. Tugunike wakati mambo Our minds should change. mawazo yetu ya Our minds should change. mawazo yetu Don't see things in a carnality way. mambo kwa hali ya See kawaida. things in a godly perspective. Ona mambo kwa hali ya If Mungu. only we can change how we see things. Badilisha tu If only we can change how we understand things. Badilisha Then tunavyoelewa mambo. nothing shall be possible with us. Hakuna kitu ambacho Because we have understood sababu that we tumeelewa are fighting ya kwamba on a victorious side. kutoka upande wa We are fighting on a winning side. upande wa Our kushinda. thinking must change. Kuwaza kwetu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. We can never be defeated. Hatuwezi kushindwa. We can never be defeated. Hatuwezi shindwa. But it has to start with our mind. Inafaa ianze kwa It mawazo has to yetu. change. Ibadilishwe. It has to change. Ibadilishwe. The problem with us Shida yetu and the results that we have na yale majibu ambayo is, tuko nayo it is according to as per the results of our mind. ni kutokana na mawazo yetu.
mambo yako mbele yako kwa maisha yako kwa sababu ya mtizamo wako wa mambo. How do you see things? Unaona vitu kwa njia. How do you understand things? Unaelewa vitu kwa njia. My friends, let me tell you. Ndugu zangu, acheni niwaambie. We have been called in Christianity. Tumeitwa katika Ukristo. And myself, nachukia kabisa kuwa katika wokovu wa kawaida. Wokovu ambao hauna mavuno, wokovu ambao watu hawajivunia, wokovu ambao ni wa kawaida. I hate kawaida life. Ninachukia maisha ya kawaida. That when people are singing of difficulties, wakati watu wanaimba mashida, I'll be singing of difficulties. hata mimi ninaimba huo wimbo. When people are complaining about life, watu wakinungunika, I'll be complaining about life. pia mimi ninanungunika. I hate such kind of Christianity. Ninachukia Ukristo wa aina I hiyo. desire the kind of Christianity Natamani Ukristo that Peter had, ambao Petro the Paul had, ile Paulo, that Luke had, Luka alikuwa that nayo, Daniel had, ile ambayo Danieli that alikuwa Shadrach nayo, had. ile Shadraki alikuwa I nayo. desire that kind of life. Natamani hayo maisha. When people look at me Watu wakiniangalia and they pity me, na wananihurumia, but in my inside, lakini ndani I mwangu feel bold. ninajivunia. I don't see any problem. Sioni shida I yoyote. see a God who is powerful, Naona Mungu aliye a God who transforms things Mungu anayebadilisha in His mambo due time. katika wakati My wake. soul has learned how to sing unto God Moyo wangu umejua because I've changed my kwa thinking. sababu nimebadilisha I've mawazo changed my yangu. perspective Nimebadilisha in mtazamo Christ wangu Jesus our Lord. ndani ya Kristo Yesu. Hallelujah. Hallelujah. How should we change our thinking? Tunafaa tubadilishe mawazo How yetu. should we change our thinking? Tubadilishe mawazo yetu. The Bible says Biblia in the inasema book of Romans 8:11, kitabu cha Warumi if the 8:11, Spirit of God who raised Jesus from the dead kama Roho wa Mungu aliyemfufua Yesu lives in me, anaishi ndani yako, lives in you, anaishi ndani yako, then He who raised Christ from the dead yule ambaye alimfufua Yesu kutoka kwa wafu will also give life to my mortal body atanipa maisha kwa by the presence of the Spirit kwa uwepo wa Roho that Mtakatifu lives in me. anaishi ndani That yako. is how you are supposed to change your thinking. Hivyo ndivyo unabadilisha. Understand that our Father Elewa kwamba baba yetu who raised Jesus from the dead, aliyemfufua Yesu He kutoka has kwa the wafu power ako na to nguvu raise you ya kukuinua from your situation kutoka kwa hali yako according to the power of the Spirit of God who lives in you. anaishi ndani Change yako. your thinking. Badilisha See mawazo God yako. at work Ona Mungu in the name of katika Jesus Christ. jina The la Bible says in the book of Romans 12:1, Warumi 12:1 it says, inasema so then, my brothers and sisters, because of God's great mercy, kwa sababu ya neema ya Mungu, because of God's great mercy, kwa sababu ya neema ya Mungu, I appeal to each one of us, ningependa kuwaomba mmoja let wetu us offer our bodies wacha na tuitoe miili yetu unto the Lord kwa Mungu as a living kama sacrifice, ibada pure iliyokamilika, and acceptable to Him. safi na inayokubalika kwake. Hallelujah. Haleluya. That is another way Hiyo ni njia nyingine of changing our thinking. ya kubadilisha tunavyowaza. Offer your body, Itoeni miili offer yenu, your life, toa maisha yako, offer your life to God toa maisha yako kwa as a Mungu living sacrifice. kama ibada iliyokamilika. When you give Him your life as a living Ukimpa sacrifice, maisha yako kama sadaka, then you shall see how He sees. utaona jinsi anavyoona You yeye. shall understand how He speaks. Utaelewa jinsi You anavyoona. shall be in a position Utakuwa kwa to wakati say, this is God speaking, ya kusema huyu ni and this is not God speaking. na huyu sio Mungu. Because you have been having a relationship with Kwa God. sababu umekuwa na ushirika, You have interacted with Him umeingiana to an naye. extent you know when He speaks hadi kiwango unajua and when He anapoongea has not na spoken. wakati ambapo That hajaongea. can only happen Hiyo tu if itafanyika we have offered our bodies to God. kama tumeitoa miili yetu. Hallelujah. Haleluya. Why do we walk in sin? Kwa nini tunatembea katika Because dhambi? there are some parts of our body Kwa sababu kuna sehemu ya miili that are yetu not surrendered to God. ambayo haijatolewa kwa Mungu, That are not surrendered to God. ambayo haijatolewa If you kwa are Mungu. fully subjected yourself to God, Kama umejitoa mzima kwa Mungu, then you shall not give that body hautapea hiyo which has been occupied by the Spirit of God ambayo imewekwa to na whatever that is disturbing kwa you. kile ambacho kinakusumbua. And that is what Faith said in the Na morning. hivyo ndivyo Fedha alituambia Ya kwamba we should store our treasures in ya heaven. kwamba tuweke hazina zetu Let us store our bodies in heavenly tuweke miili places yetu mahali pazuri, where moth and mammon pahali ambapo does not have effect in us. hawawezi kufika. Hallelujah. Hallelujah. That is one. Hiyo ni moja. Change your thinking. Badilisha mawazo. Number two, Jambo la pili,
Change how you see yourself. Badilisha jinsi unavyojiona. Change how you see yourself. Badilisha jinsi The unavyojiona. Bible says in the book of 2 Corinthians 5:17 Wakorintho wa pili 5:17 that when one is in ya Christ, kwamba mtu akiwa ndani ya he Yesu, is a new creature. yeye ni kiumbe The kipya. old is gone Kile cha kitambo and the new has na come. kile kipya When kimekuja. you are in Christ Jesus, Ukiwa ndani ya Yesu, you should understand unafaa that uelewe you are a new ya creature. kwamba wewe ni kiumbe kipya. You are a new creature. Wewe ni kiumbe kipya. Faith asked in the morning, Faith do alitulia. you believe what you are writing? Unaamini kile Do you believe what you are reading? Unaamini kile And I'm asking the Na same. nitawauliza, Do you believe what you are hearing now? unaamini kile When the Bible says wakati Biblia that you inasema are a new ya creature, kwamba wewe ni kiumbe that you are a new creature, wewe ni kiumbe do you believe Je, unaamini that you are a new creature indeed? ya kwamba wewe ni kiumbe Do you believe unaamini that you are a new creature? ya kwamba wewe ni kiumbe kipya? I'm asking, Swali ninauliza. do you believe that you are a new creature? Unaamini ya kwamba wewe ni kiumbe kipya? Tutaongea hivi sasa ndio nisikie. The Bible says Biblia inasema that when you are a new creature, when you read the word of God, ya kwamba unaposoma neno la Mungu it should get into yourself, inafaa kuingia ndani minister yako, to you, give ikuhudumie, you conviction, ikupe ushauri and give you a change. na ikupe mabadiliko. That is James 1. Hiyo ni Yakobo 1. That blessed is the man who reads this book, Ya kwamba kubarikiwa ni yule And anayesoma does hili it. kitabu na kulitenda. because whoever doesn't read and understand and do it, Kwa sababu yule ambaye he's anasoma like to a man looking into a mirror anafananishwa na mtu who anayejiangalia forgets how he was like. na anasahau But anavyokaa. blessed be unto us, Lakini kubarikiwa because I believe I'm ministering in a kwa church sababu ninaamini na hudumu where katika people read the word of God na watu ambao wanaosoma neno la and Mungu they carry it in themselves. na wanaibeba ndani yao. 2 Corinthians 5:17 says, Wakorintho wa pili 5:17 anyone who is joined to Christ is new being. yoyote anayeungamana na Kristo ni kiumbe That one is kipya. very shallow. Anyone who is joined unto Christ Anayeungamana na Kristo he Yesu is a new creature. ni kiumbe kipya. 2 Corinthians 5:17. Wakorintho wa pili 5:17 It says inasema that whoever is in Christ Jesus yule aliye ndani ya Kristo is a new creature. kiumbe kipya. The old is Na gone kitambo kimekufa. and behold the new has come. Na tazama kipya. 5:17 says, 5:17 therefore, hivyo basi if anyone be in Christ, kama kuna mtu hapo ndani ya he Kristo is a new creature. yeye ni kiumbe kipya. All things are passed away. Ya kale yamepita. Behold, all things are new. Tazama mambo yote ni And mapya. all things are of Na God, mambo yote ni ya who has Mungu reconciled us to himself ambaye ameturejesha by kwa Christ kwa Jesus, Kristo Yesu and has given unto us na ametupa sisi the ministry of reconciliation. huduma ya urejesho. Hallelujah. Haleluya. Do you believe that? Unaamini hiyo? That you are a new creature? Ya kwamba wewe ni kiumbe kipya. Lakini nitaongea bila microphone. Nitatembea huko nikikuuliza, do you believe Unaamini that you are a new creature? ya kwamba wewe ni kiumbe kipya. Acha niwaambie jambo. Let us be expectant Wacha tuwe na matarajio. kwa neno la Mungu. Yaani unatamani kujua your personality in God. Unatamani kujua wewe ni nani ndani ya Yesu. Yaani you be longing for that. Uwe na hiyo The Bible has said Biblia imesema that when you're in Christ Jesus, ya kwamba ukiwa ndani ya Yesu you are a new creature. wewe ni kiumbe kipya. Do you know what that means? Unajua hiyo inamaanisha It means inamaanisha the old life, maisha ya kitambo, the old personality wewe wa kitambo is no more. imekwisha. He counts you not guilty. Hakuhesabii makosa. Why? Kwa nini? On the account of Jesus Christ. Kwa sababu ya Kristo Yesu. Jesus came Yesu alikuja to redeem you kukuokoa and to wewe redeem me na kuniokoa to mimi himself. kwake. And our old nature Na hali yetu ya kitambo lost its grip or its power ilipoteza nguvu zake over us kwetu sisi on his kwa account. sababu ya kile Yesu That alifanya. means Hiyo you inamaanisha had a debt to pay. ulikuwa na deni la kulipa. But Jesus came Lakini Yesu and akaja paid that debt for you. na akakulipia hiyo deni. If before he came, Kabla ya you are kuja a debtor, ulikuwa na deni. mwenye deni. Ulikuwa mwenye deni. But after he came, Lakini baada ya you are Yesu now a free man. umekuwa mtu wa Nobody can stand there hakuna mtu anaweza and simama hold you pale accountable na akudai based on the debt that you had yesterday. kutokana na ile deni ambayo ulikuwa Why? jana. Kwa nini? Because Jesus has Kwa come sababu Yesu and he amekuja has cleared your debt. na amekulipia deni And now lote. he's telling you Na sasa anakuambia
dunia. You can now walk a free man. Sasa unaweza tembea Because huru. nothing, you are not accused of Kwa anything. sababu hakuna kitu You unashtakiwa. are a new creature. Wewe ni kiumbe kipya. You are a new being. Wewe ni mtu mpya. My friends, it is unless you are not born again. Rafiki zangu ni Unless I'm Jokoka. That is what I'm saying. unless I'm It is unless you are not born again. unless I'm Unless I'm the one who had so many sins. unless mimi ndio nilikuwa. You know why? Unajua I cannot see excitement on your faces. sioni mkifurahi. You are like, otherwise mimi sikuwa na madeni hizo wanaongea kuhusu. The faces mama telling me ni kama nyinyi hamkuwa na madeni. Mimi nilikuwa na dhambi nyingi. Na sasa kuambia ya kwamba nimesamehewa. Ati wenye haki wakiitwa nitatokea. Inanifanya niwe excited about that. That I'm a new creature. Ya kwamba mimi ni kiumbe kipya. Hallelujah. Hallelujah. Ya kwamba sina dhambi. Mimi nimesamehewa na Yesu na mimi ni rafiki wa Yesu. Mimi ambaye nilikuwa nimetupwa mbali na watu wengine wakanitenga kwa sababu ya tabia zangu, kwa sababu ya mahasira zangu, kwa sababu ya mabitu zangu maya. Watu wakanichukia. Sasa Yesu akakuja. Nilipomkubali akaniambia sasa hivi, nimekusamehe hizo vitu zote na nimekukaribisha uwe wangu. What an excitement. Ni furaha iliyoje. Sasa umeelewa venye nasema? Anasema ya kwamba you are a new creature. Ya kwamba wewe ni kiumbe kipya. Yaani mambo yote ulifanya katika ujana, uzee, katika hali yoyote kabla hujakuja kwa Yesu amekusamehea yote. Anasema you are not guilty. In fact the Bible says it is as though you have never committed any sin. Ni kana kwamba huko umetenda dhambi You yoyote. are a new creature. Wewe ni kiumbe kipya. Hallelujah. Hallelujah. And that's what I've said. Na ndio maana nimesema We ought to change how we see ourselves. tunafaa tubadilishe jinsi Acha mtu tunavyojiona. asikudefine na venye alikujua miaka 10 iliyopita. Acha mtu asikudefine na venye alikujua jana kabla umjue Yesu. Biblia inatuambia kwamba wakati ambapo tumekuja kwa Kristo tumefanyika kiumbe kipya. Na kwa hivyo ninawaambia asubuhi ya leo, jinsi ya kuishi maisha ya ushindi, nambari ya kwanza ni kubadilisha the way you think. Ubadilishe venye unafikiria. Your perspective about life ibadilike. Hallelujah. Nambari ya pili nikawaambia, jinsi ya kuishi maisha ya ushindi ni kwa kubadilisha how you see yourself. Kubadilisha jinsi ambavyo unajiona. Hallelujah. Change how you see yourself. Badilisha venye unajiona. Kama ulikuwa unajiona kama mtu mwenye hafai Sharon, sasa wewe ni wa dhamana. You are gold in the house of God. You are so precious. You are so precious. Wewe ni wa thamani. Yes, kuja tembea huko. You are so precious. Wewe ni wa thamani. You are very precious. Wewe ni wa Mtu thamani. asikwambie ya kwamba you are less. You are not less. Wewe My sio friends, chini. nothing defines you. Hakuna kitu Ambayo it is in the past. ambayo ni ya You are now defined by the Godhead in your life. unatambulika na Mungu And the ndani Bible yako. says Na Biblia that inasema once you have received Jesus Christ, kwamba unapompokea Yesu you are a new creature. wewe ni Listen. kiumbe kipya. You are a new creature. Wewe ni kiumbe The kipya. old is gone. Ya kitambo yamepita. Imefutiliwa mbali. It is not there. Imeondolewa. And now it has become new. Na sasa umefanyika When the righteous people are being called, wakati wenye haki you are supposed to appear boldly. unafaa kuenda I am a righteous and a righteous person in the Lord. haki ndani ya Yesu. Not based on what I have done. Sio kulingana na kile Not based on nimefanya. my understanding. Sio kwa kuelewa But kwangu. according to what Jesus did for me. Lakini kwa kile ambacho I've been Yesu made alinifanyia. whole. Nimefanyika I'm a righteous man mimi ni mwenye haki. based on Jesus Christ. Kutokana na kile As a ambacho matter Yesu of fact, na kwa if you uhakika, take Jesus outside me, ukimtoa Yesu ndani yangu, I am nothing. mimi si I am the old man na yule wa kitambo ambaye anaweza kushika mashati ya kunyoroshe. Maana Yesu ameondoka. Lakini nikiingia kwa Yesu, ninafanyika kiumbe kipya. Ambaye sasa hawezi kuzama kofi, ambaye anaweza gonga kofi upande huu na akupatia upande huu mwingine kama alivyoagizwa na Bwana wake. Hallelujah. I am telling you are new creatures. nakwambia wewe ni kiumbe Nyinyi ni viumbe wapya. Nobody should accuse you on anything. Mtu anafaa kukushtaki kwa chochote. And that's why I said Na ndio maana we nilisema, ought to know Jesus. tunafaa tumjue Yesu. Because when we know Kwa Jesus, sababu tukimjua Yesu we shall be in a position tutakuwa kwa wakati to walk shoulders high, kutembea kwa ujasiri not minding what people will say, bila kujali kile watu but wanasema, minding what Jesus is saying bali concerning kujali kile us. ambacho Yesu anasema kuna Hallelujah. Hallelujah. Our thinking will change. kuongoza kwetu, Our perspective of life will change mtazamo wetu utabadilika. because we have known our identity Kwa in sababu Him. tumejua utambulisho wetu Hallelujah. ndani This afternoon, go home knowing yake. Adhuhuri ya leo enda nyumbani that you are a new creature in kwamba Him. wewe ni kiumbe kipya ndani You are the yake. righteousness of God. Wewe ni mwenye haki wa You are the Mungu. perfection of God Wewe ni ukamilifu wa because you have Jesus in Kwa you. sababu uko na Yesu
He said that if only we believe, nothing shall be impossible with us. Change your thinking. Change your thinking. See as Jesus sees. No mountain can stand before you. If only you understand your personality in Jesus. I have called you righteous because you are righteous in Him. I have called you holy because you are holy in Him. You are whole in Him. The Bible says that when 10 lepers were healed, one of them came back and others went to show themselves before the priest. And when he came to Jesus, Jesus asked him, were you not 10? Where are the 9? And because he came and he came to Jesus, the Bible says, our master told him, you have been made whole. And I said, according to leprosy, ulikuwa ni ugonjwa wa kukata viungo. Do you remember? And because he has come to Jesus, he was made whole. That means the finger he lost, it was made whole. The family he lost, it was made whole. Let us be a people with an identity in Christ Jesus. Hallelujah. Change your thinking. Even in the situation that you are going through, it is all about twisting your thinking. Look at it as Jesus looks at it. Look it at with an eye of Jesus, and the solution shall be offered. Hallelujah. Another thing we said, we have said, change your thinking. Change how you think about yourself. You are not sinful. You are not sinful. As you're looking at me with an eye, where would you kwenye nilikuwa? You are not sinful, that is what I'm saying. Kwani amuamini? Acha niwaambie. When Jesus came, he came to deal with that which you are thinking of. Unafikiria kwamba ninafanya usiwe mtakatifu kwa Mungu. Alikuja kukabiliana na hiyo. He came to face that. He came to face that. Wewe unajiona mwizi. He came to deal with wizi in you. Therefore, wizi is not a situation according to Jesus. It is not an issue according to him. It has been paid for. He has paid for that thing. I give an example and I say, that doesn't give us a license to sin. No. He expects, because he paid the bill for you and for me. He wants us to acknowledge that the bill has been paid for. And therefore we should not walk hungry, but we should walk a people who are filled in our stomach. What does that mean? It means before you got Jesus, you used to walk in immorality, you used to walk as a thief, you used to walk as whatever you walked as, you know yourself. But when you came to Jesus, he dealt with that. He dealt with that. He paid for it fully. And now he expects you not walk as a slave to sin, but walk in boldness, because the law of sin and death has lost its grips on you. Hamunielewi nyinyi? Si ulikuwa mwizi Sharon? Wewe uko ni example. Si ulikuwa mwizi? Na wizi ingepeleka jehanamu kabla Yesu akuje. Si ndio? Tumeelewana? Huyu alikuwa mwizi wa kumwekelea wizi. Huyu alikuwa mwizi, si ndio mama? Huo wizi according to God, huyu alifaa kwenda jehanamu. Unless akuje alipe wizi huo, wizi unamwambia, wewe ni mwizi, lazima unilipe huo. Sasa shetani anamwambia you must pay. You must pay to be free. And whatever I'm demanding from you is a sacrifice without defect. Nahitaji damu ambayo haina dhambi. Na nikasema dhambi ilikuwa inaringa, maana ilijua ya kwamba hakuna mwanadamu ambaye hana dhambi. Kwa hivyo ilijua ni yeye ako master over you forever. You cannot redeem yourself. Therefore you are my slave. So Sharon ambaye ni mwizi alikuwa anaishi ndani ya guilt ya dhambi ya wizi, na hiyo dhambi ingempeleka jehanamu. Lakini pakakuja mtu mmoja anaitwa Yesu, ambaye alikuwa na uwezo wa kuipa deni hiyo.
Akasema now because you need a sacrifice without blemish. Akaondoa Sharon akaketi kwa hicho kiketi. Akasema now judge me as Sharon. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Saul ni Sharon, Yesu amekuja akatake over. Akapata the judgment that was supposed to be received by Sharon. Why should Sharon live in sin again? Hallelujah. Akatembea katika dhambi na ameondolewa kwenye kiti cha dhambi, Yesu akakalia hapo. How can you walk in sin? Hallelujah. And that's why I've said, the Bible says, the seed of God has not sinned. It has not sinned. How can it sin? It is impossible for it to sin. Because the element of sin does not live in it. And that's why the Bible says, ukipatana na Yesu kukamata vizuri, you shall not sin. Because that element dies in you. Na ndio Paulo anawaambia, you ought not to live in sin anymore. Lazima mili yenu iliacha kutenda dhambi sasa. How can you walk in sin? You should walk as a man who is dead in matters pertaining sin. But you should walk as a people who are full of Spirit of God. The urgency of us, we need Jesus in abundance. We need to understand Jesus. Maana tukimjua Yesu, atujaze na Roho yake Mtakatifu. Mambo haya tumeambiwa kwa kwenye Wakorintho ya kwamba Roho Mungu aishie ndani mwetu atatuwezesha kuona mambo na kuyashinda mambo na kuyatekeleza venye Mungu anataka yatekelezwe. The vitality of the Spirit of God. Now because time is gone, let me touch the other one. Hallelujah. These things are so good, I get ninabebwa na hizo. Na nataka muwe mnazielewa. Hallelujah. Mimi nawaomba kwa jina la Yesu. Tusiwe tunakuja hapa tunaongea alafu tunasahau. Pia tunashika mambo haya. That is your heritage, Sharon. That is your heritage. That is your inheritance. Ya kwamba sin has no power over you. Kwa hivyo the old nature ikija kwako. Maana wewe ni mwanamke ambaye anatembea katika maombi na amejazwa na Roho wa Mungu. You have the power to put it to subjection. Your body has been empowered now kukabiliana na dhambi in Christ Jesus. Hallelujah. Lucy, umeelewa? Yes, you are now empowered over sin. Wewe uko na uwezo wa kuambia dhambi la. Maana umejazwa na Roho Mtakatifu. Roho Mungu anakaa ndani mwako, anakusaidia kusema ndio na kusema naam. Naam, yes or no, depending on the will of God. Hallelujah. The next thing we have said, we should change how we see ourselves. Don't walk your shoulders meinama. Walk shoulders high. When people are calling for perfect people, I appear among the perfect. It doesn't matter how you see me. I know the truth, and the truth has set me free. Now I don't have to mind about your perspective karaoke. What I know is that my Father has called me holy. I don't mind who is calling me wicked. I am a building. Mimi ni ujenzi. Unaitwa mjengo maana unaendelea kujengwa. Kwa hivyo kama tulijua na wewe nikiwa mwizi na nilikuwa naiba kwa bunduki, ukuta nikichukua simu, I'm in the process. Nimeachana na bunduki sasa niko kwa simu. Na kesho yake najua nitaacha hata huo wizi. Hallelujah. I am a building. Hallelujah. Hebrew says that faith is a substance of things hoped for and an evidence of things not seen. Therefore, if I'll continue testifying of what Jesus did in me, whether you have seen it or not, I will continue saying I'm righteous in Christ until that righteousness is built in me. Because that is faith. It calls things which are not as though they are not. Abraham, full of faith, though he was advanced in age, the Bible says that he never fainted in matters pertaining the promises of God. When God told him Abraham will be our father to the nations, though everybody was, though the nature itself, it was against Abraham. He believed in God that I will be a father of nations. No one had ever given birth at 99. But he chose to believe. Even in your situation, there are matters that your relatives have never gone through. And they seem to have hit you on the head. Trust and obey. Amini na utii. Trust and obey.
And that thing shall be away from your life. If only you believe on the perfect work of the cross. See yourself as a new creature. Accept God as your friend. You are not an enemy to God. When you were in sinful nature, before Jesus came, there was an enmity between God and man. But when Jesus came, He calls us friends. He calls us His son. Now don't condemn yourself. You are a son of God in the kingdom of God. And if a son, then an heir in Him. Basi ukiwa mwana, umefanyika mrithi ndani ya Bwana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nasema ya kwamba wewe ni mrithi katika ufalme wa Mungu. And you are a friend of God. You are not an enemy of God. You are not to go to God in begging, oh Mungu sasa angalia. Go to Him as a friend. My friend, when you saved me, we started a journey to perfection. You knew how deep I had gone to sin. And I'm trying each and every day to be perfect. I have wronged here. As a friend, I accept that I've wronged you. But I'm willing to change. Help me to change. He is your friend. And he's not a giant. He calls himself a father. That was one of the promises that we are learning. That he is our God and also our friend. I will repeat until you get irritated and you get it. I'm saying God is your friend. He is not your enemy. Say my amen. I'm saying he's your friend. And Satan knows God is your friend. I once said here that Satan's work ni kutuonyesha how God is not good to us. How God is hiding things from us. But the psalmist told us that he has given us everything. And he has not withheld anything from us. He is our God and our friend. And more so our Father. Jesus said that if your unjust parents knows what is good for their children, what about your heavenly Father who is perfect in all his things? Will he not give you more than you need? Oh, you of little faith. Na mimi nawaambia aminini kile nawaambia. Mungu amewafanya viumbe mpya. Unaona? Nasema Mungu amefanya viumbe mpya. Amen. Ndio maana niliweka microphone chini nisikie. Mungu amefanya viumbe mpya. Na mtu asikuletee sijui nini, wewe ni kiumbe kipya. Na kama unaamini wewe ni kiumbe kipya, ukitembea hii wiki, enda mtu akwambia anakuambia mwambie mimi ni kiumbe kipya. I cannot walk in whatever you are telling me. Huyo hakuwa mimi. I am a new creature in God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakisema Mungu amekasirika, mwambie Mungu ni baba yangu and he is my friend. Mungu ni rafiki yako. That is who he is. God is your friend. I think I'm talking to people who are born again. Kwa hivyo hii someone ya watu ambao wameokoka. God is their friend. Wale wajaokoka Mungu bado mko na uadui naye, maana hujakubali the perfect work of the cross. Hallelujah. But kama umeokoka na uko hapa, God is your friend. You are walking together with him. We said in the book of John 15 that ya kwamba he is the true vine and his father is a vine dresser. He said ukiproceed hapo chini that without him we can do nothing. That means with him we can do everything. And now because he is our friend, no mountain shall stand before us. It is for us to believe. After believing, we confess and persist in it. Mom taught us about perseverance and waiting. And let me go to the next one. Harakara. Get rid of your old self. Nimeona nimebakisha dakika 6. Get rid of your old self. Hallelujah. We have said, see yourself. Kuna haja nikimbie. See yourself as God sees you. Accept God as your new friend. Accept God's assignment in your life. In the book of 1 Corinthians we have read ya kwamba Mungu ametufanya marafiki. Na baada ya kutufanya marafiki, namalizia. Kwa hivyo usiboeke, kaa nganga usikie mwisho. Ya kwamba Mungu ametufanya marafiki.
Na kwa sababu ametufanya marafiki, amesema ya kwamba baada ya kutuvuta kwake, ametupatia kazi ya kufanya watu marafiki wake. Have you heard that? Jesus reconciled us to God. Yesu aliturejesha kwa Mungu. And he gave us the mission of reconciling other people to God. Na akatupa kazi ya kuwarejesha wengine kwa Mungu. Sasa mmeielewa venye ameisema ya kwamba sisi tuliitwa tukafanywa marafiki. Kama venye niliitwa, tuseme kwa mfano niliitwa hapa na Cecilia hapa church, si ndio? Ya kwamba nikajulishwa pamoja na madhabahu nikajumulika. Kwa hivyo ni jukumu langu na mimi niende nitafute mwingine ambaye amepotea, nimulete, nimreconcile to God. Umeget venye nasema? Hivyo ndivyo Mungu alitufanya. Kwa hivyo wewe kuokoka Tom, kuokoka na ukae peke yako, you are not doing God any justice. Hallelujah. He expects. Wewe nimekutafuta, nimekuleta, nimekupatia kazi kuanzia leo. Enda utafute wengine walete kwangu. And that's why Jesus said in the Matthew 28, ya kwamba go all over the world preaching the good news, and that is the good news. You have been reconciled to God to reconcile others and to himself. Hallelujah. Amen. So this week as you go home, enda ukijua ya kwamba for you to live a victorious life, you must change your thinking, and you must change how you see yourself. See yourself as God sees you. Talk as God talks about you. Confess it on your way in and out. Now the Bible says ya kwamba salvation is a free gift. Ni zawadi, si ya bure. Wewe ililipiwa gharama, mtu alikufa, si bure. Salvation is a free gift ambayo haujalipia. Kwa hivyo hakuna matendo ambayo ulifanya ndio wani salvation, si ndio? Kwa hivyo wakati shetani anatembea huko nyuma, unajikua anakuambia sasa, unasema umeokoka, si bra. Mwambie nimeokoka si kwa sababu ya matendo, lakini kwa sababu ya kila Yesu alifanya msalabani. And it doesn't matter how I've stumbled now. I know I'm moving towards perfection. Hallelujah. Don't be intimidated by the devil. Usikasirishwe na shetani. Asikuintimidate, usiintimidate na shetani. Yani dagago 3:10, he should not threaten you. Anza sasa kuonyesha venye Father is not your friend, Mungu sio rafiki yako, God is your friend and he is your friend, and because you are born in him, we are made perfect in him. And the Bible asks, what can separate us from the love of God? Yuko kujikoa, umejikoa hapo. Shetani anashinda ikwambia kwamba umejikoa, ni hiyo. The Bible says nothing shall separate us from his love. He has loved us eternally. And now he's expecting of us to walk a walk worthy of his sacrifice. And the Lord, who is full of justice, may bless each one of us and do us good in Christ Jesus. I love you all, and I appreciate every one of you.